Kwa kunipa nafasi. Napenda nimshukuru Mungu kwa kunipa nafasi siku ya leo tena niweze kuongea kwenye hii hotuba ya Wizara ya Ujenzi. Napenda nishukuru serikali jinsi inavyopambana kuboresha nchi yetu. Lakini muda Mheshimiwa Spika hautoshi, nilenge moja kwa moja kwenye hoja. Waziri mpya ambaye umeteuliwa hivi karibuni, sina cha kukushukuru mbali nina maombi. Barabara kutoka Katoro kwenda Ushirombo, ninaomba hii barabara kwenye bajeti yako itengewe fedha iweze kufanywa ukarabati, ikiwezekana iwekewe lami kabisa, maana ni barabara muhimu sana kwa watu wa Bukombe pamoja na Mbogwe. Lakini ipo barabara kilomita 72 kutoka Kashero kupitia Mbogwe kwenda Rugunga mpaka Masumbwe. Nikisema hivyo naibu ujenzi anaijua kwa sababu ni mwenyeji maeneo hayo. Hii barabara tunaomba iwekwe kwa kiwango cha lami, maana hata kwenye ilani imeingizwa kwamba ni barabara inayounganisha mkoa na wilaya. Lakini pia swala la tatu, taa za barabarani. Ninayo maeneo ambayo yanahitaji taa za barabarani. Nina mji wa Rulembera, ni mji mkubwa sana, ni mji wa pili. Ukitoa mji wa Masumbwe, Kasekenya, Rulembera ni ya pili kwa wingi wa watu. Kwa hiyo pale watu wa Rulembera wamenituma kuomba hapa kwamba taa za barabarani kama vile 100 hivi, na kwenye hotuba yenu mmeeleza kwamba taa mnazo. Kwa hiyo natamani mwezi wa 10 nifanye kampeni nikiwa kwenye taa za barabarani pale Rulembera. Lakini eneo jingine kutoka Kanegere paka Rubeho ni kilomita 20. Hii ni barabara kuu iendayo Kongo kutoka Dar es Salaam. Nashukuru yale matengenezo yanayofanyika, lakini yale maeneo yanawafanya biashara wengi. Tunahitaji taa za barabarani sasa kuanzia Kanegere kwenda Rubeho. Haya maeneo Kasegenya na kuomba wewe unayafahamu yawekewe taa za barabarani ili wafanyabiashara waweze kufanya biashara zao vizuri na kazi iendelee. Lakini eneo lingine ni madaraja. Kutoka Masumbwe kwenda Mwabomba kuna daraja kubwa. Pale Mheshimiwa Kasegenya unalifahamu, pamoja na kwamba limetengewa bajeti, lakini mpaka sasa hivi halijaanza kutengenezwa. Na kila mvua zikianza kunyesha lile barabara huwa ni korofi sana. Kwa hiyo na lenyewe naomba serikali haraka iwezekanavyo, kabla hatujaingia kwenye nyakati zile ngumu za hatari, liweze kurekebishwa ili kusudi wananchi wa maeneo haya waweze kufanya kazi. Lakini eneo jingine ninaloliomba hapa, kuna mji wa Segese kupitia Mbizi kuja mpakani kuja Masumbwe mjini. Naomba eneo hili hata kwenye vikao vya kimkoa nimeshalipendekeza lichukuliwe na TANROADS kutoka TARURA, kwa sababu ni barabara muhimu ambayo inaingiza mapato mengi. Sasa ikichukuliwa na ninyi watu wakubwa wa TANROADS itakuwa inafanywa marekebisho ya kutosha na uchumi wa maeneo ya Mbogwe utafunguka. Kwa hiyo jambo lingine hapa linalotaka niliombe, stendi ya malori. Mji wa Masumbwe ni mkubwa. Pale madereva wanapenda kila wakifika lazima wapumzike. Magari yanapaki barabarani. Kwa hiyo nyakati za usiku watu wanapofanya biashara zao, Mheshimiwa Waziri, huwa tunapata shida sana. Ajali zinatokea nyingi. Tulishatenga eneo ili kusudi itengenezwe parking ya malori ili madereva hao wanapofika mji wa Masumbwe waweke magari yao pazuri. Kwa hiyo wizara hii nilishaongea na meneja wa mkoa anajua. Kwa hiyo haraka iwezekanavyo hiyo parking iweze kuboreshwa ili watu wanapokuwa wakisafiri kwenda nchi za nje wakifika mji wa Mbogwe Masumbwe wapumzike pazuri ili kusudi malori yakae pembeni yasikae barabarani. Jambo jingine, Mheshimiwa Spika, nipende kukushukuru wewe kadiri unavyotuendesha kwenye bunge lako hili tukufu. Hakika mama, tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu wala sio unafiki. Unatutendea haki wa bunge, japokuwa unatupa muda huu ambao umepangwa kwa siku ya leo dakika 5, lakini tuna imani kwamba ujumbe wetu unafika. Cha mno tu tuombe serikali, haya mawazo tunayoyatoa hapa, yani muda tunaoutumia huu mchache kuuzungumza hapa, ni vitu muhimu ambavyo vinatakiwa wananchi. Kama mnavyofahamu sisi ni wawakilishi wa wananchi, hatuzungumzi maisha ya kwetu, hatuzungumzi mawazo yetu hapa. Ndio maana nikasema waziri, nitakupongeza sana haya niliyoyasema hapa machache kama utayafanyia kazi. Na mimi kwa siku ya leo haipo sababu ya kushika shilingi yako, isipokuwa naomba tu haya niliyoyazungumza haya, ikiwemo taa za barabarani na madaraja kuyaboresha,
Sasa wewe utakuwa mtu bingwa sana Mheshimiwa Ulega. Asante sana, Mungu akubariki sana Ulega. Waweja sana, waweja sana. Mheshimiwa Dr. Pius Steven Chaya atafuatiwa na Mheshimiwa Kasalali Emmanuel Mageni. Mheshimiwa Elibariki Emmanuel Kingo ajiandae. Mheshimiwa Spika, na mimi nachukua nafasi hii kukushukuru kwa kunipa hii nafasi kuchangia. Lakini kipekee nimshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo imeifanya kule sisi Manyoni. Lakini nimshukuru na nimpongeze ndugu yangu Ulega. Ulega ukiwa Wizara ya Mifugo ulifanya mambo makubwa Manyoni. Ulitujengea mnada mmoja mkubwa sana, mkoa mzima haupo pale. Lakini nimpongeze Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi bila kumsahau DG wa TANROADS. Lakini kule mkoani kwangu Mheshimiwa Ulega uniletea meneja wa mkoa Engineer Singano, anafanya kazi nzuri sana. Kwa kweli mimi nakushukuru na naomba usimtoe Singida. Amepambana sana kule kwenye barabara korofi ambazo kisiasa zilikuwa zijakaa vizuri, lakini sasa hivi anazitatua. Kwa hiyo nikuombe usije ukanitolea yule meneja, tunaenda kwenye uchaguzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, mimi na maeneo mawili ningependa kuchangia Wizara ya Ujenzi. Na kakaangu Ulega, unajua daraja lako la Sanza. Siku hizi naibu waziri namuita mzee wa Sanza kwa sababu kila siku anataja daraja la Sanza kwenye maswali. Mheshimiwa Spika, daraja la Sanza lipo kwenye ilani ya uchaguzi. Ni daraja la kimkakati. Taarifa nyingi zinaonyesha tayari mkandarasi alishapatikana. Hatua iliyobaki na taarifa inasema ni kusaini mkataba. Sasa ningemuomba Mheshimiwa Ulega, hebu hili daraja la Sanza twende tukalikamilishe, mkandarasi asaini mkataba, kwa sababu wananchi wanasubiri sana. Na Mheshimiwa Rais alienda Manyoni mwaka juzi, kwa kweli aliwaahidi wananchi na aliwapa matumaini kwamba lazima daraja la Sanza litajengwa. Kwa hiyo hili mimi niliomba niweke msisitizo kwa hili. Mheshimiwa Waziri Ulega, daraja la Sanza liwe kwenye priorities zako kwenye huu mwaka ambao tunaenda. Lakini eneo la pili, Mheshimiwa Spika, Manyoni tuna kituo cha pamoja cha ukaguzi wa magari, yani one stop inspection station cha Mhalala.